Ndugu yangu, tarehe 14 ya mwezi Februari kila mwaka huwa tunaadhimisha sikukuu ya Valentine au Valentino. Wengi huwa wanakwenda tu kuadhimisha bila pengine kujua maana halisi ya sikukuu hii. Kwenye historia sikukuu inachukua jina la Mtakatifu Valentino au Valentinius, aliyekuwa ni padri wa Kikristo. Wanasema alikuwa padri wa Kirumi ambaye aliishi katika karne ya 3, ni karibia miaka 270 baada ya kuzaliwa Kristo. Historia yake ilianza karne ya 3 huko Roma, na wengine wanasema ni Teni, ambapo alikuwepo padri huyu ambaye anaitwa Valentinus, ambaye alijaa hekima na aliheshimu sana maisha matakatifu, hasa katika tarehe hizo ambazo zinatajwa tarehe 14. Historia hii inatajwa kama ni historia ya kishujaa, na inasemekana kwamba Valentino au Valentinius alikuwa akifungisha ndoa kwa siri baada ya Kaisaria Claudius wa pili kupiga marufuku askari vijana kuoa. Kwa hiyo alibaki kama makapela, akiamini wazi kwamba hao watakuwa ni askari bora na majasiri wanapokwenda kwenye vita. Wakati huo Kaisaria Claudius alipopiga marufuku vijana kutokuoa, aliamini kabisa kwamba hao ambao watakwenda vitani wakiacha familia zao nyumbani, lakini wameoa, watakuwa na mawazo mengi, hivyo watakuwa sio majasiri vitani. Kwa Valentino au Valentine aliona kwamba ni muhimu sana kuhamasisha vijana kuoa. Aliona hiyo amri kuwa ni kama dhuluma, na akaendelea kufungisha ndoa za wapendanao katika mazingira ya siri. Alipogundua kwamba hilo jambo lilikuwa lina utakatifu mbele za Mungu. Kwa hiyo aligundulika na akakamatwa na kuhukumiwa kifo. Historia inasema kwamba kabla ya kuuawa tarehe 14 Februari mwaka 270 BK, yani baada ya kuzaliwa Kristo, alimwandikia binti moja barua ya kumwaga na kutia saini akitokea huko gerezani, na akaandika kutoka kwa Valentino wako, yani from the Valentine, msemo ambao unatumika mpaka leo kwenye kadi mbalimbali au matamko au salamu katika tarehe 14 mwezi Februari. Inasemekana kwamba Kaisaria wakati anapiga marufuku kwamba vijana wasioe, wabaki kama makapela, ilikuwa ni amri kwa taifa zima. Valentinus yeye alipinga hilo jambo, na hivyo kuendelea kufungisha ndoa, na hivyo mfalme Claudius alikapata habari. Kwa hiyo akaamuru kwamba Valentinius akamatwe na kuuawa. Kuna hadithi nyingine ambayo wanasema kwamba akiwa gerezani Valentinius aliandika barua hiyo ambayo tumesoma kama salamu ya kwanza kwa Valentine, kwa binti aliyekuja kumsalimia gerezani, na mwisho wa barua hii akahitimisha kwa maneno hayo kwamba kutoka kwa Valentinius wako. Bali na hadithi hii pia unasema yeye Valentino huyu alijulikana pia kama mtenda miujiza. Huko Teni mnamo mwaka 2011 ilipatikana mifupa ya Sabino Serapia, mmoja aliyekuwa mpagani akida wa jeshi la Rumi. Mwingine ni msichana Mkristo motomoto ambaye kwa ajili yake Sabino aliongoka na akaingia katika Ukristo. Lakini baada ya muda mfupi iligundulika kwamba Serapia ni mgonjwa wa kifua kikuu. Ilikuwa ni jambo ambalo lilishtua kidogo. Hivyo Sabinius alimwomba Valentinius, naye alibariki ndoa yao na kuomba mapendo yao ya dumu milele. Baadaye alifariki pamoja na wakakumbatiana vivyo hivyo, mifupa yao ilipatikana ikiwa katika hali hiyo hadi leo. Hiyo ni habari nyingine tena kuhusiana na Valentino. Na kwa nini tunasherehekea tarehe 14 Februari? Moja, kuna upendo na ujasiri. Yeye Valentino au Valentine anachukuliwa kama sehemu ya watu waliokuwa mashujaa ambao walikuwa wanahimiza upendo, na kama ishara ya upendo wa dhati na ujasiri alijitolea kutetea hisia za watu kupitia ndoa alizokuwa anafungisha za vijana. Ni siku ya mashahidi. Kwa mfano, kanisa
Katoliki waliweka tarehe 14 Februari kama ni siku ya kukumbuka maisha ya Mtakatifu Valentino na matendo yake mema. Lakini umetokea mabadiliko ya kitamaduni, na baadaye inasemekana kwamba washairi kama Geoffrey Chaucer walihusisha siku hii na msimu wa ndege kuanza kutafuta wenza, jambo lililofanya siku hiyo ianze kutumika rasmi kwa ajili ya kubadilishana jumbe za mahaba. Msimamo wa Kikristo. Valentino au Valentine yeye aliuawa kwa sababu ya kutetea taasisi ya ndoa na imani. Hivyo msingi wa siku hii ni sadaka ya uaminifu na sio swala la anasa kama wengi wanavyodhani. Lakini tunahimizwa katika kuishi maisha ya upendo. Ingawa neno Valentine au Valentine alimo katika Biblia, lakini imejaa mafundisho mengi juu ya habari ya upendo. Upendo ule wa Mungu, yani agape, upendo ambao hauna kishawishi chochote, lakini kuna filia na eros. Haya yote ni mazingira au hali ya upendo. Hapa kuna miongozo mitatu. Upendo wa kweli ni tabia, sio hisia peke yake. Katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho, ile sura ya 13 mstari wa 4 mpaka 7, Biblia inafafanua upendo kuwa ni uvumilivu, fadhili na usio na usuda. Na siku ya Valentine inapaswa kuakisi fadhili hizi. Lakini kuna heshima katika ndoa. Wale ambao walio katika mahusiano, Biblia inahimiza uaminifu na heshima. Angalia Waebrania ile sura ya 13 mstari wa 4. Valentino alikufa akitetea utakatifu katika ndoa. Kwa hiyo inahimiza pia kuwa watakatifu katika ndoa na kuacha maisha yale ambayo yampendeze Mungu katika ndoa. Kuna watu ambao wanatenda matendo yasiyo ya kimungu wakiwa kwenye ndoa zao, wakidhani kama hawaonekani. Tena wengine wanatenda katika siku hii ya tarehe 14 Februari, siku ya Valentine. Anamuasi au anamsaliti mke wake au mume wake katika siku ya wapendanao. Anaenda kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Tahadhari kubwa ambayo inawekwa kwa Wakristo. Wakristo wengi leo wamegeuza sikukuu hii kama ni siku ya anasa, na wengine wanafanya zinaa kama ambavyo tumesema, jambo ambalo kiBiblia limekataliwa. Zinaa kiBiblia inapaswa kuepukwa sana. Na Biblia inasema katika ile waraka wa Paulo mtume, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho, ile sura ya 6 mstari wa 18, kwamba tujiepushe na zinaa na uasherati. Badala yake tusherekee sikukuu hii kwa upendo, na tuhamasishe pia kuvunja ile roho ambayo iko kinyume cha maadili, yani ya kwenda kufanya mambo ya uasi na yasiyokuwa na sifa mbele za Mungu siku hii ya Valentine. Pia inahimiza Wakristo kuendelea kusimama katika upendo pasipo kugeuka. Mungu anatupenda kuliko vile ambavyo wanadamu wengi tunadhani. Mungu alipotupenda akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu, na anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na amesema kwa ile Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee kwa Yesu Kristo, ili kila anayemwamini asipotee awe na uzima wa milele.